أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, katika hutuba chache zilizopita nilikuwa nimeeleza kuhusu vita ya Banu Mustalik. Katika maelezo yake jambo hili pia limeendikwa ya kwamba wakati wa kurejea kutoka Banu Mustalik, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopita karibu na mahala Naqi, akaona huko rutba nyingi, majani na mabwawa mengi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza maswahaba kuhusu maji yake, na akaambiwa kwamba ewe Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, msimu wa joto unapowadia maji yanapungua, maji ya mabwawa yanakwenda chini. Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam akamwamuru Hatib bin Abi Balta ya kwamba yeye achimbe kisima, na akamwamuru kuifanya Naqi kuwa sehemu ya malisho. Akamteua Bilal bin Haris Muzni kama msimamizi wake. Ye akasema kwamba ewe Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, nitengeneze malisho haya kiasi gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba alfajiri ikitokea, basi umsimamishe mtu mwenye sauti ya juu ya mlima Mukammal, na kwa kadri sauti yake inavyoweza kufika mbali, basi muifanye kuwa malisho kwa farasi na ngamia za Waislamu ambao watawatumia kwa ajili ya kufanya jihadi. Mtume akaweka kiwango hicho cha wasaa wa malisho. Bilal akasema kwamba ewe Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, una rai gani kuhusu wanyama wa Waislamu wa kawaida? Mtume akasema kwamba wao hawataingia mle. Kisha anasema kwamba nikasema, ewe Mtume wa Allah, una wazo gani kuhusu mwanamume mzaifu au mwanamke mzaifu ambaye awe na mbuzi na makondoo katika idadi ndogo, na yeye asiwe na uwezo wa kuwapeleka sehemu nyingine na kuwalisha? Mtume akasema kwamba wacheni kula, kana kwamba akawaruhusu watu wale maskini kwamba malisho haya yaliyokuwa yametengenezwa serikalini wanaweza kuyatumia, ama akawaambia matajiri kwamba watengeneze malisho yao, na hapo wanyama wa serikali ndio watakaotumia. Malisho hayo yakaendelea kubaki hadi zama ya ukhalifa wa Abubakar, Hazrat Umar na Hazrat Uthman, na baadaye kwa sababu ya kuongezeka kwa idadi ya farasi na ngamia mahala pakabadilika. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya mipango maalum ili maswahaba zake wapate nguvu na wawe na bashasha. Yeye katika nyakati mbalimbali alikuwa anaandaa mashindano ya michezo baina yao yaliyokuwa yakilenga ushujaa, nguvu na malezi ya kiimani na kijihadi. Kwa kushiriki katika michezo ya namna hiyo, wao walikuwa wakiongezeka na kuzidi katika azma, nguvu, ujasiri na ushujaa, kana kwamba mashindano ya michezo yalikuwa yakifanywa hivyo. Wakati wa kurejea kutoka Banu Mustalik, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Naqi,
siku ile ile yeye akaandaa shindano la mbio wa farasi na ngamia baina ya masahaba zake. Ngamia yake Kaswa akashinda ngamia wote, na Bilal bin Rabah alikuwa amepanda juu yake, na farasi yake akawashinda farasi wote. Mtume sasa alikuwa na farasi wawili, mmoja alikuwa akiitwa Kolzaz na ilhali mwingine alikuwa anaitwa Zarb. Siku ile Zarb akashiriki kwenye shindano na Abu Said Saidi alikuwa amepanda juu yake, na yeye pia yani farasi wa mtume akaibuka mshindi. Katika mahala pale pale kunapatikana habari ya kushindana kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hata Aisha radhiallahu anha katika mbio. Katika kitabu cha Amtaul Asma inapatikana ya kwamba katika safari ya ghazwa Banu Mustalik mtume sallallahu alaihi wasallam alishindana hata Aisha katika mbio. Ye akakunja nguo zake na mtume sallallahu pia akakunja shuka yake na wakakimbia. Mtume akamshinda hata Aisha, kisha alisema kwamba hiki ni kisasi cha zamu ile ulipokuwa umenishinda. Katika sentensi hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam aliashiria juu ya tukio moja liitokalo siku za nyuma. Safari moja mtume sallallahu alaihi wasallam alienda nyumbani kwa Abubakar. Mtume akaona kitu fulani mkononi mwa Aisha na mtume akataka kukiona, lakini ye akakataa kumwonyesha na akamkimbia. Mtume pia akakimbia nyuma yake, lakini hakuweza kumkamata na ye akaenda mbele. Haya ni mambo ya ndani ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiyafanya ili kuboresha mazingira ya nyumbani. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuachia mifano kwenye kila kazi, katika kila swala, na pia ni mfano kwa watu ambao wanawatendea wake zao kwa ukali sana. Alama Ibn Jauzi amesimulia riwaya moja kutoka kwa Aisha. Ye anasema ya kwamba safari moja nilienda safarini na mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati ule nilikuwa na umri mdogo na nilikuwa mwembamba sana. Mtume akawaambia watu kuandaa mashindano ya mbio, wote wakashiriki kwenye mashindano. Kisha mtume akaniambia kwamba njoo sisi pia tukimbie, yani tushindane katika mbio. Hivyo tukakimbia na mimi nikamshinda. Riwaya iliyoelezwa hapo kabla yawezekana kwamba iwe ya muda mwingine, kana kwamba matukio ya namna hiyo ya kuonyesha huruma yalikuwa yanaendelea kutokea katika nyakati mbalimbali. Kisha muda mwingi ukapita. Anasema kwamba katika muda huo mwili wangu ukawa mnene kidogo. Kisha safari moja nikaenda na mtume sasa safarini, na safari hii pia mtume akawaambia watu kuandaa mashindano ya mbio. Hivyo wote wakashiriki kwenye mashindano hayo, na kisha mtume akaniambia kushindana naye katika mbio. Hivyo ikatokea shindano, na safari hii mtume akanishinda, na wakati ule mtume akaanza kutabasamu na akasema kwamba hiki ni kisasi cha zamu ile. Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu pia ameeleza tukio hili. Anasema ya kwamba mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa akitembea na wake zake. Safari moja mtume sallallahu alaihi wasallam hata Aisha radhiyallahu ta'ala anha wakashindana katika mbio mbele ya jeshi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akashindwa na hata Aisha akamshinda. Safari ya pili wakakimbia tena, na hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akamshinda hata Aisha na hata Aisha akashindwa, kwani hata Aisha alikuwa amenelepa kidogo. Hapo mtume akasema kwamba ya Aisha tilka bitilka, Aisha kama kisasi cha zamu ile, safari hii umeshindwa. Ilmuradi mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa haoni aibu katika kutembea na wake zake, na jambo ambalo Islam imetoa ruhusa yake haliwezi kuitwa aibu. Katika zama za kale baadhi ya watu walikuwa na fikra ya namna hiyo, na hata saizi pia wapo ambao wanayo fikra ya aina hiyo ya kwamba wenyewe wanatembea mbele na wake zao wanatembea nyuma yao, au wanatembea wakiwa na umbali na wake zao. Katika zama hizi pia wapo watu wa namna hiyo ambao huo ni mfano kwao.
huu ni wema islam iliyotufundisha kwa kina mama ambao mtume saa salam alituachia mfano wake. Katika safari hii tukio la ifki pia lilikuwa limetokea, na maelezo yake ni kama yafuatayo ya kwamba katika safari ya kurejea kutoka banu muslik, fitina moja ililetwa na wanafiki ambayo ni tukio la kumletea umulmuminin hat aisha raziallahu taala anha shutuma moja ya uongo ambayo pia inaitwa tukio la ifk. kwanza imetajwa habari ya tukio la maji ambapo abdullah bin obai alikuwa amejaribu kuleta ubishi kwa waislamu. kuna tukio jingine pia sawa na riwaya sahih bukhari hat aisha akieleza maelezo ya tukio la ifk anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akinuia kufanya safari alikuwa akipiga kura kwa wakeze watukufu. kisha sawa na matokeo ya kura mtume alikuwa akimchukua pamoja naye kwenye safari. hata aisha alisimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipiga kura baina yetu. anasema kwamba safari hii yani kwa ajili ya safari moja, anasema kwamba safari hii jina langu likatoka na mimi nikaenda pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. baada ya amri kushuka kuhusu hijabu, yani amri, tukio hili lilitokea baada ya amri kuhusu hijabu ilikuwa imekwisha shuka. anasema nilikuwa nakalishwa kwenye kiti changu na kushushwa chini na mimi nikiwa ndani yake. tukaendelea na safari hadi mtume alipomaliza shughuli zake na akarejea, na wakati wa kurejea tukafika karibu na madina. usiku mmoja mtume akatutangazia kuondoka. mimi nikainuka na nikatembea mpaka nikaenda mbele na mbali na jeshi ili kujisaidia. anasema kwamba baada ya kumaliza haja yangu nikaelekea upande wa kipando changu na nikagusa kifua changu, nikakuta kwamba mkufu wangu uliokuwa umeshonewa lulu za zafar. zafar ni mlima au mji mmoja wa yemen karibu na Sanaa. lulu zake zilikuwa mashuhuri. anasema mkufu ule ukavunjika na kudondoka. mimi nikarejea nyuma na nikaanza kutafuta mkufu wangu, na katika zoezi hilo nikachelewa. anasema kisha wale watu wakaja ambao walikuwa wakiweka kiti changu juu ya ngamia. wao wakainua wakabeba kiti changu na wakakiweka juu ya ngamia yangu, na walikuwa wakizani kwamba mimi nimo ndani yake. na siku zile kina mama walikuwa wembamba sana, hawakuwa wanene au wazito, walikuwa wakila kidogo tu, na wabebaji hawakuhisi upesi wake walipobeba na kuweka juu ya ngamia. na mimi nilikuwa binti msichana tu. wao wakasimamisha ngamia na wakaondoka. mimi nikakuta mkufu wangu, na wakati ule jeshi lilikuwa limeshaondoka. wao wakaondoka, mimi nikaendelea kutafuta mkufu wangu, na nilipopata mkufu nikarejea kwenye mahala pangu pa kupiga kambi ambapo hakuwepo mtu yeyote, yani wote walikuwa wameshaondoka tayari. sikumwona mtu yeyote. mimi nikaenda kule kule nilikokuwa nimeketi ambapo kulikuwa na hema langu na mahala pangu, na nikafikiri na nikazani kwamba wao watakapoona kwamba mimi sipo ndani ya kiti changu watakuja hapa hapa. muda huo nilipokuwa nakaa kwenye mahala pangu nikaanza kusinzia na nikapata usingizi, nikalala. safwan bin muattal sulmi zakwani alikuwa nyuma ya jeshi. jukumu lake, wajibu wake ulikuwa ni kubaki nyuma ya jeshi ili vitu vinaweza kudondoka avikusanye na kuleta. ye akafika kule asubuhi na akamwona mtu fulani amelala. ye akanitambua aliponiona, na kabla ya kushuka kwa amri ya hijabu alikuwa ameniona. anasema kwamba yeye alipotamka inna lillah mimi nikaamka. ye aliponitambua mimi kwa shuka yangu nikafunika uso wangu, na wallahi hatukuongea chochote wala lolote, wala sikumsikia lolote isipokuwa inna lillah.
ye akashuka chini ya ngamia na akakalisha ngamia yake na akaweka mguu juu ya miguu yake ya mbele. Mimi nikaenda karibu na ngamia yake na nikapanda juu yake, na yeye akaanza safari na ngamia huku mimi nikiwa juu yake hadi tukafika kwenye jeshi. Na muda huo ulikuwa ni muda wa mchana na joto kali, watu walikuwa wamepiga kambi. Hata aisha alisimulia kwamba aliangamia yule aliyeangamia na ambaye akachukua sehemu kubwa ya shutma. Ye alikuwa abdullah bin ubai bin sulul. Urwa alikuwa anasema kwamba mimi niliambiwa ya kwamba mambo yalikuwa yakisambazwa karibu yake na yalikuwa yanazungumzwa karibu yake. Abdullah alikuwa anayasadikisha na alikuwa anayasikia kwa kutega masikio na alikuwa anawauliza watu mara kwa mara. Na Urwa alisema kwamba vivyo hivyo miongoni mwa wale waliota fitina hakutajwa mtu isipokuwa Hassan bin Thabit na Mista bin Athasa na Hamna binti Jahash, na watakuwepo watu wengine ambao mimi si wajui. Msimuliaji ameeleza hivi, lakini walikuwepo kundi moja kama asemavyo Allah Taala, na mhusika mkubwa alikuwa mtu ambaye alikuwa anaitwa Abdullah bin Ubai bin Sulul. Urwa alisema ya kwamba hata Aisha alikuwa hapendi ya kwamba mtu fulani aseme mabaya kuhusu Hassan, na alikuwa anasema kwamba yeye ni mtu ambaye alikuwa amesema kwamba baba yangu na baba yake, yani babu yangu na heshima yangu kwa ajili ya heshima ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ngao zidi ya makafiri. Yani alikuwa na mawazo matukufu sana kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam na alikuwa na uhusiano wa kiikhlas na unyofu. Hiyo Aisha alikuwa hapendi kusikia mabaya kuhusu Hassan. Hata Aisha alikuwa anasema kwamba sisi tukafika Madina na mimi nikaendelea kuugua kwa mwezi mmoja. Safari ilikuisha na watu hawa wakafika Madina. Anasema kwamba mimi nikapata marazi na watu wakaendelea kusikia maongezi ya watu wenye kuleta shutuma. Mimi sikuwa na habari yoyote, lakini jambo ambalo lilikuwa linaniudhi ni kwamba nilikuwa sioni huruma kwa mtume ambaye nilikuwa naona kwake. Nilipokuwa na umwa mtume alikuwa akija kwangu na alikuwa ananisalimia na kisha alikuwa ananijulia hali na kisha alikuwa anaondoka, na hayo tu alikuwa anafanya na si zaidi yake. Jambo hilo lilikuwa linaniudhi sana. Mimi sikuwa na habari ya shari ile mpaka nikatoka nje nilipopata nafuu kidogo, na mimi pamwe na umemisa nikaenda kuelekea Manase, na hapo palikuwa mahala petu pa kwenda kujisaidia, na sisi tulikuwa hatutoki nje lakini kutoka usiku moja hadi usiku mwingine. Na jambo hili ni la kabla ya wakati ambapo hatukuwa na vioo katika nyumba zetu. Wakati ule sisi hatukuwa na vioo katika nyumba zetu. Kisha Aisha alisema ya kwamba desturi yetu ilikuwa ni kama desturi ya Waarabu wa zamani, yani kwenda maporini ili kujisaidia, na sisi tulikuwa tunaona shida ya kujenga vyoo nyumbani. Kisha hali ikabadilika na vyoo vikaanza kujengwa nyumbani. Hata Aisha anasema kwamba mimi na Mista tukaenda na hata Aisha alisema ya kwamba mimi na Mista tukaenda, na huyo yani Mista mama yake Mista alikuwa binti wa Abu Reham bin Mutalib bin Abde Manaf, na mama yake alikuwa binti wa Sakhar bin Amir ambaye alikuwa mama mdogo wa hata Abubakar Siddiq, na mwana wake alikuwa Mista bin Athasa bin Ubada bin Mutalib. Mimi na Mista tulikuwa tunarejea nyumbani. Tulipomaliza kujisaidia hapo, Mista akateleza na akatamka ole kwa Mista. Mimi nikasema kwamba kwa nini umesema maneno hayo kuhusu mtu ambaye alikuwa ameshiriki katika vita vya Badr? Yeye akasema kwamba binti yangu, je, hukusikia aliyosema Mista? Hata Aisha akasema kwamba mimi nikasema kwamba amesema nini? Hapo Mista akanisimulia kisa cha ifk. Anasema kwamba kwa kusikia habari hiyo maradhi yangu yakazidi zaidi. Katika riwaya nyingine kisa cha kwenda kujisaidia kimeelezwa hivi
hat aisha alisimulia ya kwamba mimi nilikwenda kujisaidia na pamoja nami alikuwepo umemista ye akateleza na akatamka ole kwa mista. Nikasema, mama, kwa nini unasema mabaya kuhusu mwanao? Hapo ye akanyamaza, kisha akateleza tena na akasema ole kwa mista. Mimi nikasema kwamba kwa nini unasema hivi kuhusu mwanao? Kisha akateleza mara ya tatu na akasema ole kwa mista. Mimi nikamkaripia, huenda atakuwa anafikiri kuhusu yeye na ndiyo maana alikuwa anateleza. Hata aisha anasema kwamba mimi nikamkaripia tena. Nilipomkaripia ye akasema kwamba wallahi sisemi mabaya kuhusu mwanangu isipokuwa kwa sababu yako tu. Yani mimi namkaripia kwa sababu yako, fikira zangu zinanijia. Nikasema kwamba kwa nini kuhusu kwa sababu yangu? Hata aisha akasema kwamba hapo ye akanisimulia habari nzima, na aliponiambia yote mimi nikasema kwamba je, hili ni jambo ambalo watu wanalizungumzia mjini? Akasema ndio. Wallahi mimi nikarejea nyumbani na nilikuwa nahisi kwamba haja ambayo nilikuwa nimetoka kujisaidia au kuimaliza sikuwa nayo. Niliporejea nyumbani mtume akanijia na akanisalimia, kisha akasema una hali gani? Mimi nikamwambia mtume kwamba niruhusu niende kwa wazazi wangu. Anasema nia yangu ilikuwa ni kujua ukweli wa habari hii kutoka kwao. Ibn Hisham amesimulia hivi ya kwamba hata aisha alipoenda nyumbani kwa wazazi wake, wakati ule yeye hakuwa na habari ya shutma, na tukio la umemista pia likatokea baada ya yeye kuondoka kwenda kwa wazazi wake. Yeye anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliniruhusu. Sawa na riwaya nyingine, hata aisha alieleza ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akatuma mtumishi pamoja nami. Nikaingia kwenye nyumba yangu na nikamkuta mama yangu akiwa chini na nikamkuta baba yangu Abubakar kwenye ghorofa la juu. Alikuwa anasoma Qurani tukufu, na hiyo inapatikana katika riwaya ya Bukhari. Anasema nikamwambia mama yangu, ewe mama yangu mpendwa, watu wanazungumziaje? Mama akasema kwamba ewe binti yangu mpendwa, usiwajali, uwe na uvumilivu. Wallahi ni uchache sana kwamba mtu akiwa na mke aliye mzuri ambaye anampenda na kisha awe na wake zake wengine ambao wanasema mabaya zidi yake. Hata aisha alisema kwamba subhanallah, je, watu wameanza kuzungumzia hilo kuhusu mimi? Katika riwaya nyingine hata aisha alisema kwamba hata Abubakar aliposikia sauti yangu na ye alikuwa anasoma Qur'an tukufu juu, ye akaacha chini na akamwambia mama yake kwamba imekwaje kwa huyu. Mama akasema kwamba ye amejua habari ambayo watu wanaizungumzia. Hapo machozi yakaanza kutiririka kutoka macho yake. Akasema kwamba ewe binti yangu mpendwa, mimi nakupa kiapo kwamba wewe urejee kwenye nyumba yako. Mimi nikarejea kwenye nyumba yangu. Hata aisha anasema kwamba mimi nikaendelea kulia usiku kucha mpaka asubuhi ikatokea. Machozi yangu yalikuwa hayasimami na mimi sikupata usingizi. Mimi nikaamka asubuhi huku nikilia. Hata aisha anasema kwamba wahi ilipochelewa kushuka, mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita Ali bin Abi Talib na Usama bin Zaid. Mtume akawauliza wote wawili, yani akaomba ushauri kuhusu kuniacha, yani akawaomba ushauri kuhusu hata aisha kwamba je, amwache au la. Hata aisha anasema kwamba ama kuhusu Usama akampatia mtume ushauri kwamba Mwenyezi Mungu ambaye anajua kuhusu utukufu wa watu wa nyumba yako na wewe mwenyewe pia unajua kuhusu yeye. Usama akasema kwamba yeye ni mke wako mtakatifu na sisi hatujui chochote isipokuwa wema tu. Tunajua kwamba yeye ni mwema sana na hakuna swala la kumwacha. Katika riwaya moja inapatikana kwamba Usama akasema huo ni uongo mtupu na usio na msingi wowote. Ama hata Ali ye akasema kwamba ewe mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu hakukuwekea ziki yoyote. Yani wapo kina mama wengi
min ghairi yake umuulize mtumishi wako atakwambia kweli. hata ali akaonyesha kidogo mashaka. hata aisha anaeleza ya kwamba mtume salallahu alaihi wasallam akamwita barira. huyu alikuwa mtumishi wake. mtume akasema, ewe barira, je, umeona jambo lote kwa aisha ambalo linakuletea mashaka? barira akasema kwamba naapa kwa mungu ambaye amekutuma kwa haki, sikuona jambo lolote baya kwenye tabia yake, isipokuwa yeye ni msichana ambaye akiacha unga wa watu wa nyumbani na analala, mbuzi wa nyumba anakuja na anakula, yaani saa nyingine anapata usingizi mzito, na hakuna jambo lote baya kwenye tabia yake. riwaya nyingine inasema kwamba kutoka maswaba wa mtume, swaba moja akamkaribia mtumishi huyo na akasema kwamba umweleze mtume ukweli wote, mpaka watu hawa wakamuuliza mara kwa mara. mtumishi akasema kwamba wallahi utukufu ni wa allah, wallahi mimi namjua yeye kama sonara anavyojua dhahabu iliyohalisika, na daima nimemkuta akiwa mwema. riwaya moja inasema kwamba mtume salallahu alaihi wasallam akamuuliza ume aman pia kuhusu aisha. yeye akasema kwamba mimi nasalimisha, natunza masikio yangu na macho yangu, na daima nimekuwa na dhana nzuri kuhusu aisha na nimeona jambo zuri kwenye tabia yake. hata aisha anasema kwamba mtume sallallahu salam alikuwa amemuuliza mke wake hazan binti jahash vile vile. mtume alimwambia zainab kwamba wewe unajua nini kuhusu hayo yanayoendelea kuzungumzwa au unaonaje? zainab akasema kwamba ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimi natunza masikio na macho yangu, yani mimi nina macho na nina masikio vile vile, na masikio yangu macho yangu ni mazima. wallahi mimi sijui chochote isipokuwa wema tu, nimeona wema tu kwa hata aisha. hata aisha alisema kwamba huyu ni mke ambaye katika wake za mtume saa salam kidogo alikuwa ananipinga. hata aisha anasema kwamba zainab yani alikuwa na jambo fulani kuhusu mimi, lakini mwenyezi mungu kwa sababu ya ucha mungu wake akamtunza. ye hakusema jambo lolote baya kuhusu mimi. hata aisha alisema kwamba na dada yake hamna alikuwa anabishana kwa ajili yake na ye akaangamia pamoja na wale walioangamia, yani mwisho wake haukuwa mzuri. hata aisha alisema kwamba wallahi mtu huyu ambaye ilisemwa, yani safwan bin muattal, ye alikuwa anasema subhanallah, na apa kwa allah ambaye uhai wangu mkononi mwake, mimi sikumwona mwanamke yote akiwa uchi, yani sikujenga uhusiano naye. hata akasema kwamba kisha ye akawa shahidi katika njia ya allah, yani mtu huyu alikuwa mwema sana mpaka akapata daraja ya shahada. alama ibn ishaq anasema kwamba hata abu ayub khalid bin zaid ansari, mke wake ume ayub akamwambia kwamba ewe abu ayub, je, unasikia kwamba watu wanasema nini katika haki ya aisha? abu ayub akasema kwamba ndio nimesikia, na hayo yote ni uongo. ewe ume ayub, je, unaweza kutenda kitendo hicho? ume ayub akasema kwamba wallahi siwezi kutenda kitendo hicho. abu ayub akasema kwamba kisha aisha ni mbora zaidi kuliko wewe, kivipi anaweza kutenda matendo ya namna hiyo? katika sahih bukhari inapatikana kwamba wakati huu mtu mmoja kutoka ansar alisema kwamba ewe allah, wewe ni mtukufu, hii si kazi yetu kwamba sisi tusambaze habari hii mbele. ewe allah, wewe ni mtukufu, na hiyo ni shutuma kubwa sana. hii ni riwaya ya bukhari. share bukhari alama ibn hajar anasema kwamba jambo hili alikuwa amesema abu ayub ansari, na riwaya hiyo imesimuliwa na ubay bin kab vile vile kwamba abu ayub alikuwa amemwambia jambo hilo kwa mke wake hat umme tufail. hata aisha alikuwa anasema kwamba siku ile ile mtume saa salam akasimama na akaonyesha hasira kuhusu abdullah bin ubai, na hiye alikuwa juu ya mimbari. mtume akasema kwamba ni kundi la waislamu,
ni nani ambaye atanisalimisha na mtu ambaye watu wa nyumbani wamepata mauzi kutoka kwake. Wallahi mimi sijui chochote kuhusu watu wangu wa nyumbani isipokuwa wema tu. Na watu wamezungumzia Safwan bin Muattal ambaye sijui chochote isipokuwa wema tu. Yani mtume akatoa ushahidi kuhusu yeye vile vile kwamba nimeona wema ndani yake, na alikuwa haji kwa watu wa nyumbani isipokuwa awe pamoja nami, na pia sikwenda safarini isipokuwa alikuwa nakwenda pamoja nami. hata Aisha anasema kwamba hapo Saad bin Muaz ambaye alikuwa kutoka Bani Abdul Ashal akasimama, na wengine wanasema kwamba huyu alikuwa Usaid bin Huzair. Akasema, ewe mtume wa Allah, mimi nitakusalimisha. Yani yeye akaonyesha huzuni yake mtume alipoeleza mbele ya watu na akawauliza, na ye akasimama akasema kwamba mimi nitakusalimisha kuhusu shutuma hii ambayo imeletwa juu ya watu wa nyumbani, watu wako wa nyumbani, na kama angekuwa kutoka Aus nitamua, na kama atakuwa kutoka ndugu zetu wa Khazraj basi tutatii amri utakayoitoa. hata Aisha anasema kwamba mtu mmoja akainuka kutoka Khazraj, na mama wa Hassan alikuwa binamu yake kutoka kabila hilo. Huyu alikuwa Saad bin Obada na alikuwa kiongozi wa kabila Khazraj. hata Aisha anasema kwamba alikuwa mtu mwema sana, lakini uhusiano wake kuhusu kabila lake ukamchochea ye. Akasimama akasema kwamba wallahi umesema uliosema si sahihi, we hutamua na huna uwezo wa kuumua. Kama angekuwa kutoka kundi lako wewe usingependa kwamba ye auawe. Usaid bin Huzair akasimama, na ye alikuwa binamu wa Saad. Yeye akamwambia Saad bin Ubada kwamba uliosema si sahihi, wallahi lazima tutamua, wewe ni mnafiki na unabishana kwa niaba ya wanafiki. hata Aisha akasema kwamba hapo maswahaba wakaanza kubishana juu yake. Hapo makabila yote mawili Aus na Khazraj yakaanza kuchemka mpaka yakawa tayari kubishana, na mtume alikuwa amesimama juu ya mimbari. hata Aisha anasema kwamba mtume akaendelea kuwatuliza mpaka wao wakanyamaza, na mtume sasa pia akanyamaza. hata Aisha anasema kwamba mimi siku ile nikaendelea kulia na machozi yangu yalikuwa hayasimami, nilikuwa sipati usingizi. hata Aisha anasema kwamba wazazi wangu wakabaki kwangu na mimi nikaendelea kulia mausiku mawili na siku moja, machozi yalikuwa hayasimami, nilikuwa sipati usingizi, mpaka nikapata wazo kwamba kulia kwangu kutapasua ini yangu. Katika muda huo wazazi wangu walikuwa wameketi kwangu na nilikuwa nalia. Mwanamke mmoja Ansari akaomba ruhusa ya kuja kwangu, nikamruhusu. Ye akaja akaketi na akaanza kulia pamoja nami. hata Aisha anasema kwamba tulikuwa kwenye hali hiyo hiyo ambapo mtume sallam akatujia, mtume akatusalimia kisha akaketi. hata Aisha anasimulia kwamba mtume alikuwa hakuketi karibu yangu tangu itokee tukio hilo. Yani alikuwa akija kwangu tu na kunijulia hali na kisha alikuwa nakwenda. Anasema kwamba mtume akaendelea kurudia amali hiyo kwa mwezi moja. Mtume hakupata wahi kuhusu swala langu. hata Aisha anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akasoma tashahud alipoketi, kisha akasema kwamba ama baad, Aisha, angalia kuhusu wewe jambo hili limenifikia. Kama wewe ni mtukufu basi Mwenyezi Mungu atathibitisha utukufu wako, na kama kosa limetokea kutoka kwako basi uombe istighfar na ufanye toba mbele yake, kwani mja anapokiri kuhusu kosa lake na anatubu Mwenyezi Mungu pia anaelekea kwake. hata Aisha anasema kwamba mtume alipokamilisha jambo lake machozi yangu yakasimama kwa kusikia jambo lake. Yani nikahisi kwamba machozi yangu yamesimama kabisa, yamekwama kabisa. Mimi nikamwambia baba yangu Hazrat Abubakar kwamba yeye amjibu mtume kwa niaba yangu yale aliyosema kuhusu mimi. Baba yangu akasema kwamba wallahi mimi sijui niseme nini na nimwambie nini, mimi sijui kwamba niseme nini. Kisha nikamwambia mama yangu kwamba wewe umjibu mtume kwa niaba yangu.
mama yangu akasema kwamba wallahi mimi sijui kwamba niseme nini kwa mtume salallahu alaihi wasallam. kisha mimi nikasema kwamba haya mimi nasema kwamba mimi nilikuwa msichana kijana sikujua kurani tukufu zaidi. nikasema wallahi mimi najua kwamba nini mmesikia habari hiyo mpaka habari hiyo imepenya mioyoni mwenu na wazo limezalika kwamba labda mimi ni mbaya na nini mmeichukulia kama ni habari ya kweli. kama niwaambieni kwamba mimi sikufanya lolote nini hamtasadikisha, na kama nikiri jambo fulani na mungu anajua kwamba mimi sikufanya jambo lolote baya nini mtanichukulia kama ni mkweli, na kisha mtasema kwamba ndio huyu alikuwa ametenda kosa ndiyo maana anafanya toba. anasema kwamba nikasema wallahi mimi sikuti mfano kwa ajili yangu na kwa ajili yenu isipokuwa mfano wa baba wa yusuf ambaye alikuwa amesema kwamba yani mimi nina mfano wa baba wa yusuf tu alipokuwa amesema kwamba fasabrun jamil wallahu lmustaanu ala ma tasifun, yani fasabrun jamilun wallahu lmustaanu ala ma tasifun. yani sasa kufanya subira ndiyo jambo jema kwa ajili yangu kuhusu yale mnayosema, na kwa ajili yake naweza kumwomba mungu tu msaada. nitamwomba msaada kutoka kwake. anasema kwa kusema hayo nikageuza mwili wangu na nikalala juu ya kitanda changu. mungu anajua kwamba wakati ule nilikuwa sina kosa na mwenyezi mungu alikuwa mwenye kudhihirisha utukufu wangu, lakini wallahi mimi sikuwa na wazo kwamba mungu atashusha wahi kuhusu mimi, wahi ambayo itasomwa. nilikuwa sitegemei kwamba mwenyezi mungu atashusha wahi, lakini nilikuwa na imani kwamba labda mtume ataona ndoto kwenye usingizi wake ambayo kwa kupitia kwayo mwenyezi mungu atadhihirisha utukufu wangu na utakaso wangu. nilikuwa najua kwamba mungu atamwambia mtume kuhusu utakaso wangu, lakini sikuwa na habari hii kwamba aya itashuka kwenye Qur'an tukufu. anasema kwamba wallahi mtume hakuondoka kutoka mahala pake na watu wa nyumbani pia hawakutoka nje mpaka wahi ikashuka juu yake, na hali ikaja kumkuta ambayo ilikuwa inamjia wakati wa wahi hadi jasho likaanza kutoka uso wake mithili ya lulu. na siku ile ilikuwa siku ya baridi, lakini kwa sababu ya uzito wa wahi mtume akapata jasho kali sana. sirat ibn hisham inasema kwamba aisha alieleza ya kwamba mtume alipewa shuka na mto wa ngazi ukawekwa chini ya kichwa chake. nilipoona hali hiyo sikupata wasiwasi, kwani nilikuwa najua kwamba mimi sina hatia. nikajua kwamba mtume amepata wahi, lakini sikuwa na wasiwasi, kwani nilikuwa najua kwamba mimi sina hatia, na kama huo ni wahi basi mwenyezi mungu atadhihirisha utakaso wangu na hatafanya dhulma juu yangu. ama kuhusu wazazi wangu mimi naapa kwa dhati ambaye uhai wangu mkononi mwake, hali ya wahyi ilikuwa bado haijamwondoka mtume. nikahisi kwamba wazazi wangu labda watakufa kwa sababu ya hofu. walikuwa wanaogopa kwamba yale waliosema watu mungu asije akashusha aya, yani jambo hilo lisije likawa kweli. kisha hali ya wahi ilipomwondoka mtume akaketi na akaanza kusafisha jasho lake kutoka paji lake. hata Aisha anasema kwamba hali ile ikamwondoka na mtume alikuwa na tabasamu, na jambo la kwanza alilotamka ni kwamba Aisha, mwenyezi mungu amedhihirisha utakaso wako. hata Aisha alisema kwamba hapo mama yangu akaniambia kwamba inuka uende kwa mtume. nikasema hapana, wallahi sitaenda kwake, kwani mimi nitamhimidia mwenyezi mungu tu. hata Aisha alisema kwamba mwenyezi mungu alishusha inna ladhina jaau bil ifk, kwa yakini wale walileta shutuma kubwa sana. hizi ni aya 10 za sura an-nur kuanzia 12 hadi 21. kisha mwenyezi mungu alipotangaza kuhusu utakaso wangu, Abubakar Siddiq akasema kwamba na yeye alikuwa anamsaidia Mista bin Usasa kwa sababu ya hali yake ya chini. Mista pia alikuwa miongoni mwa wale walitoa shutma. Abubakar alikuwa anampatia matumizi yake. Yeye akasema wallahi mimi sitatumia juu ya Mista.
baada ya yeye kusema kuhusu aisha hapo mwenyezi mungu akashusha aya kwamba wala yatile ululfazli minkum wasaa yani miongoni mwenu wale ambao wana utajiri na wana wasaa wasiape kiapo na aya hii ikashuka hadi kauli ya ghafuru rahim yani mwenyezi mungu ni msamehevu na mrehemevu sana hiyo ilipotokea atobakazika akasema kwamba hapana yani kwanza alikuwa ameapa kiapo kwamba sitatumia juu yake baada ya kushuka kwa aya hii abubakar akasema kwamba wallahi mimi nataka kwamba mwenyezi mungu asitiri mazambi yangu ye akaanza kumpatia mista matumizi yake kama alivyokuwa anampatia na akasema kwamba wallahi nitaendelea kufanya hivyo hizi ni habari za tukio la ifk na mengine nitaleta siku za usoni inshallah leo tena ningependa kuwakumbusha wahamadia kuhusu dua muwaombe wahamadia wa bangladesh mwenyezi mungu aboreshe hali zao pia muwaombe wahamadia wa pakistan mwenyezi mungu aboreshe hali zao mufanye dua kwa ajili ya watu wa palestina wanaendelea kuzulumiwa mwenyezi mungu awarehemu mufanye dua kwa ajili ya nchi za kiislamu mwenyezi mungu awajalie viongozi akili wao waweze kutimiza haki za wananchi wao wasiwe wenye kufanya zulma kwani kwa sababu ya zulma zao maadui wanapata ujasiri kwamba wanafanya zulma juu ya waislamu kwani wanajua kwamba viongozi wao hawatimizi haki zao kivipi wanaweza kuomba haki kutoka kwetu mwenyezi mungu awarehemu waislamu na umma mzima الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر